Sasa hili limekwisha, na tunaamini kwamba katika dabi inayokuja sasa ya raundi ya pili itakuwa na production yake kwanza tofauti, lakini pia ushindani utakao kwenda kuonyeshwa katika uwanja wa Meja Isamuhyo pale utakuwa ni wa tofauti zaidi, kwa sababu Yanga amekuwa na wakati mzuri sana katika kipindi takriban miaka minne. Simba ndio wamezinduka. Kwa hiyo je, maswali yanakuja, Simba atakwenda kulinda brandi yake baada ya kutoka Zanzibar, ama Yanga atakwenda atazinduka kwenda kutafuta ushindi katika dabi hiyo. Kumbuka ya kwanza ilikuwa ni sare, sasa tunakwenda katika dabi. Sasa sisi kama Azam TV tumejipanga katika swala zima la maudhui. Tuna kikosi kazi kizuri, kwa maana ya tumeboresha kulingana na mazingira ya uwanja. Kumbuka kutoka Benjamin Mkapa ilikozoeleka. Yes. Sasa ni Meja Isamuhyo. Kwanza kufahamu kwamba uwanja hauchukui mashabiki wengi. Kwa mashabiki watakuwa ni wachache. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kuwalisha watazamaji kilicho bora zaidi, kumake sure kwamba unawapa kila kitu, yani mtu asijutie kwa nini sikuwepo uwanjani. Kwa hiyo nini tunakwenda kukifanya hapo? Ni mambo makubwa mazuri, yani timu yetu ya production na technical toka Jumatatu, wakati watu wako Zanzibar wanapambana, lakini sisi tumeshaanza kutengeneza planning ya hiyo production kuanzia Jumatatu. Kwa hiyo tutakuwa na production nzuri ambayo haitawa disappoint watazamaji wetu, na ratiba zetu zitaanza kuanzia asubuhi kwenda mpaka hiyo jioni, ambapo tutakuwa na wachezaji wa zamani, tutakuwa na documentary ambazo zinakukumbusha mambo kadhaa ya dabi hizi za ambazo zinakwenda. Lakini kumbuka kwamba katika kumbukumbu, sikumbuki ni lini dabi zimechezwa zikifuatana. Sidhani kama ilishawahi kutokea. Yes. Kwa hiyo unamaliza dabi ndani ya siku 4 unakwenda kucheza tena dabi nyingine. Wameandika historia. Kwa kuna historia ambayo imeandikwa Tanzania ama Afrika Mashariki.